Tusimame tena kwa ajili ya maombi. Mungu mweza yote, muumba wa mbingu na dunia, wewe uliyezungumuza tangu wakati wa zamani na uliyeweza kuchunga neno lako kwa ajili yetu katika hali yake halisi mpaka wakati huu, tupatie neema yako ili katika mambo yote tuweze kulielewa vizuri. Ulitufunulie katika kilindi yake yote kupitia Roho wako ambaye anayechunguza mambo yote, hata vilindi vya uungu. Bwana mpendwa, tunakumbuka neno hili ambalo ulilotamka ya kwamba yule anayenifuata hata dumu katika giza, lakini atakuwa na nuru ya uzima. Tunawaza pia kuhusu neno hili neno la unabii linaloangaa kama vile nuru, linaloangaa kama vile nuru inayoangaa mahali pa giza. Kwa namna iliyo tofauti, shahidi za kibiblia zilitimilika ndani ya maisha yetu. Tunakushukuru tena zaidi Bwana, tena kwa ajili ya mafundisho Bwana, uweze pia kushughulikia mahitaji na mashida za kila mtu, wokovu, ufungulivu, uponyaji na yote ambayo kila mtu anayohitaji kwa neema yako uweze kutupatia. Kwa maana ulifanya hayo mawili, na ulifundisha hayo mawili, na sio tu kwamba ulifundisha, lakini ulifanya na ulisaidia na ulifariji na ukafungua na ukaponya na ukafundisha. O Bwana mwaminifu, basi uweze kujionyesha leo kama vile yule yule, na utufanye tuwe kimya mbele ya uso wako, na tuweze kukumbuka sisi wenyewe, na tutambue ya kwamba tumekusanyika mbele ya uso wako sisi kama vile taifa la agano lako, na damu ya mwana kondoo itufunike sisi sote. O Bwana, tuweze kukaribia kiti cha neema kwa namna iliyo ya hapo hapo, kwa kiwango tunaweza kukuzungumzia wewe. Bwana mpendwa, basi uweze kutenda na uweze kukamata uongozi wa mambo yote katikati yetu. Uwe na njia zako pamoja nasi. Unajua unyonge wa kila mtu, unajua udhaifu wa kila mtu, na pia unyonge wa utu wangu na hali ya mwili wangu, lakini tunakuangalia wewe. Si sote tunakuangalia wewe, Mungu mweza yote, Mungu aliye hai, na kama vile ndugu yetu alivyosema, tutarudishwa katika ujana wetu bila maumivu, bila machozi, milele na milele. Ninakushukuru kwa maana hii ndiyo siku ya kuitwa kwetu, kutoka kwetu, matayarisho yetu, wakati wa kutembelewa kwa kiungu ya neema. Tunakushukuru na tunakuomba uwe sasa pamoja nasi katika jina takatifu la Yesu. Amina. Amina. Munaweza kukaa. Nataka tena kusoma andiko nyingi na pia kuongeza kwa yale ambayo tuliweza kusikia na kusoma jana jioni na asubuhi hii. Ninahitaji tu ili mtu asiweze kuwaza ya kwamba hapa mbele kuna mambo ya kuonyesha nguvu hapa inaweza kuonyeshwa katika mahubiri hapa. Nguvu haiko katika mtu, nguvu ziko katika neno la Mungu. Kama sivyo,
angeliweza kungoja kazi yake kutoka nguvu za mtu, lakini haiwezekani. Lakini Mungu hangoje kitu fulani kutoka kwa huduma, lakini huduma iko pale ili kupitia utangazaji wa neno la Mungu watu waweze kuletwa katika uhusiano pamoja na Mungu. Na sasa kama wameletwa katika uhusiano pamoja na Mungu na umoja pamoja na Mungu, na hapo sasa wanapokea kutoka kwa Mungu yale ambayo Bwana aliyoahidi kwa neema yake. Lakini kutoka kwa mtu hakuna hitaji cha kungoja kwa mtu, na hatuna hitaji hata ya kuweza kungoja kitu fulani kwa mtu. Hapana, Mungu hapatie mtu utukufu wake. Yeye peke yake ndiye Mwokozi, na yeye peke yake ndiye anayeponya. Yeye ndiye anayeita kutoka, yeye ndiye anayeokoa, yeye ndiye anayeponya, yeye ndiye anayefungua na kuweka huru. Nasi tuna hiyo shurti ya kuweza kutangaza tu hili neno takatifu na la damani la Mungu na kulileta. Na sasa kama tunafanya hivyo, inabaki katika mikono ya Mungu, katika mikono ya Bwana. Na nakubalishwa ya kwamba nyuma mchana kati huu tena ataweza kutuzungumzia kama vile baba anavyozungumza na watoto wake. Hapa haihusu mambo ya hesabu ya juu au matematiki ya juu, lakini hapa inahusu mambo ambayo Mungu aliyoahidi, na inahusu ili macho yetu yaweze kufunguliwa na ipakaliwe, ili yaweze kuona kwa namna ya kiungu, na masikio yetu yaweze kupakaliwa ili yaweze kusikiliza kwa namna ya kiungu, na mioyo yetu yaweze kupakaliwa ili tuweze kuona kwa namna ya kiungu yale ambayo Mungu aliyotuahidi. Kwa wakati iliyopita Bwana alisema ya kwamba mna heri kwa maana mnaona haya, kwa maana manabii wengi walitamani waweze kuona yale mnayoona, lakini hawakuyaona, lakini ninyi mumeyaona. Basi Mungu aweze tena, Mungu aweze kuruhusu ili hayo yaweze kupenya ndani ya mioyo yetu, na tena tuweze kutambua ni heri gani, tuweze kujua ni heri gani ya kuweza kuishi katika wakati huu. Hii wakati hizi masauti zote za kizehebu zinazunguka karibu yetu. Hizi tunajua hizi masauti zote, lakini tunaweza kutambua kweli kweli katikati ya hizi masauti mahali gani Mungu anazungumzia na ni mahali gani Mungu iko na njia zake pamoja na taifa lake. Hiyo ndio inasababika, na naamini ya kwamba katika siku hizi mumetambua ya kwamba wakati Mungu anapokuwa na mipango pamoja nasi, anatuacha tujue njia zake, na hapo sasa anatujulisha pia njia zake na matendo yake. Kwanza anatuonyesha njia zake, njia ambazo tunapaswa kufuata, na sasa kama katika utiifu tunaweza kutembea katika njia hizo ambazo tuliweza kuonyeshwa, na hapo sasa tunaweza kutembea kwenye njia hizo ili tuweze kuishi sasa kazi yake, na tutaweza kuona mkono wake wa kuume ukinyoshwa na akishuhudia neno lake. Na kama vile tuweza kusoma katika barua ya Watesalonika kwenye neno hili la damani, ikilinganishwa na siku za mwisho, hapa tunasoma Watesalonika wa kwanza sura 5 mstari wa kwanza: lakini juu ya nyakati na majira, ndugu, hamuhitaji niwaandikie ninyi. Shahiri hii ilitanguliwa na sura 4 kwenye mstari wa 13 na 16. Inazungumza pia kuhusu kurudi kwa Bwana hapo kwenye sura 4 ya kwamba atarudi na baragumu ya Mungu na sauti ya malaika mkubwa, na waliokufa katika Kristo watafufuka kwanza, na kisha baadaye nyuma ya hiyo ndipo utaweza kubadilishwa na sote pamoja tutaweza kunyakuliwa. Nani hapa ni kusema Paulo anajilinganisha na hiyo na kusema kwamba kwa maana Bwana yeye mwenyewe, lakini anasema kwamba lakini juu ya nyakati na majira, ndugu, hamuhitaji niwaandikie juu ya maneno haya, kwa maana ninajua vizuri ya kwamba Bwana, siku ya Bwana itakuja kama vile mwizi katika usiku.
tuliweza kuzungumza waziwazi kuhusu siku ya Bwana kwa maneno haya. Siku ya Bwana ni siku ya kasirani, ya hasira, siku ya kubomolewa juu ya wale wote ambao waliokuwa wakipingana na Mungu na kugeuza mambo ya Mungu na kuweza kusimama mbele ya Mungu na kupingana naye. Petro wa pili sura 3 mstari wa 10. Petro wa pili sura 3 mstari wa 10. Lakini siku ya Bwana itakuja kama mwizi. Katika siku hii mbingu zitatoweka na sauti kubwa, na viumbe vya asili vitayeyushwa kwa moto mkali, na nchi na kazi zilizo ndani yake zitateketezwa. Hii ni siku ya Bwana. Mbele siku hiyo ya Bwana iweze kufika, Mungu alitaka kwanza aweze kutuma nabii ili tena aweze kurudisha mambo yote katika hali yake ya kwanza, na hiyo ni mpya kwa ajili yetu. Ni kitu fulani cha kicho kipya. Kitu kilicho chipya haimaanisha kwamba kinaweza kuwa cha kweli, lakini kama inazokuwa katika Biblia ni wewe kusema sasa, hiyo ni ya zamani sana. Mungu anafanya tu kuweza kuirudisha, anairudisha mbele yetu na kuweza kwenye nuru wakati muda wake unapotimilika. Mambo iliyo mpya kwa ajili yetu, lakini sasa yanakuwa ilikuwa ya zamani, tangu zamani ilikuwa ya zamani. Na hapo tunaona siku ya Bwana ni nini? Kwa maana wakati muda wa neema itakapomalizika na kanisa litakapokuwa limenyakuliwa, sasa ndipo kutaonekana uharibifu juu ya dunia hii, juu ya wanadamu. Na hapa tuliweza kusoma lakini siku ya Bwana itakuja kama mwizi. Lakini Bwana yeye atarudi kama vile ndani ya Mathayo sura 25. Tunaweza kusoma kwanza pale kunakuwa sauti ya kuamka, na kisha mataa zinatayarishwa kwa ajili ya matayarisho yanafanyika nayo, na hapo baadaye inaandikwa ya kwamba walikwenda kumulaki bwana harusi. Kanisa halitaweza kushangazwa au kushitukiwa kama vile mwizi. Kanisa litakuwa limejulishwa na kuharifiwa. Neno liliambiwa kwa kanisa, sauti ya kuamsha inafanyika, ujumbe kama vile katika Mathayo 25. Na wale wanaoipokea wanajitayarisha, wanatayarishwa, wanakuwa katika kungoja kwa ajili ya kurudi kwa Bwana. Na sasa kama tuko na mngoja hapo, sasa mshangao haitakuwa kuwa kubwa. Lakini itakuwa ni mshangao mzuri sana. Hapa katika Timotheo wa pili tunataka hapo tuweze kurudi kwa maneno mengi ambayo ndani yake wakati wa mwisho inasemeka kwa marefu. Tutaweza kusoma mengi katika Timotheo wa pili sura 3. Nataka tu kuweza kusoma Timotheo wa pili sura 3. Nataka kuzungumza kuu ya maneno haya kwanza kwa mstari wa kwanza. Lakini ifahamu neno hili ya kuwa siku za mwisho zitakuwa nyakati za hatari, kwa sababu watu watakuwa wenye kujipenda wenyewe, wenye kupenda fedha, wenye kujisifu, wenye kiburi, wenye kutukana, wasiotii wazazi wao, wasio na kushukuru, wasio safi, wasiopenda wenzao, wasiotaka kuheshimu, wastaki wa uongo, wasiojizuiza, wakali, na yote inayofuatana. Kila mtu anaweza kusoma hii orodha yote. Hapa tuna kwanza hizi siku za mwisho, na katika siku za mwisho ndimo hii wakati mbaya inapaswa kuonekana ndani yake. Hii utaratibu yote ambayo iliyokuwa tangu miaka 2000 iliweza kuharibika. Sasa hiyo utaratibu karibishwa, na hapo watu wakapoteza mwongozo na wakaweza kutawaliwa na kuongozwa na hii utawala wa giza ya mungu wa dunia hii.
ambaye aliye na tabia yake katika yote ambayo wanayoamini, ambayo hata haiwezi kuaminika. Lakini kwa upande wa watu wanataka kuweza kuamini yale wanayotaka kuamini, na hiyo haipashi kubalika. Lakini mbele ya Mungu inayokubalika ni imani ambayo iliyo kulingana na neno lake takatifu na la damani. Mungu anaweza kujibu aina ngapi ya imani? Mungu anaweza kupata sehemu katika zehebu gani au kuweza kusimama juu ya zehebu gani? Lakini msababu hayo yote, Mungu hawezi kunyenyekea chini ya mitindo yetu. Sisi ndio tunapaswa kunyenyekea chini ya mitindo yake na kushoka kwa upande wake katika oga takatifu kwa neno lake, kuweza kulipokea na kulikubali na kuweza kunyenyekea mbele yake. Kweli sio yale ambayo watu wanaonyesha kama vile kweli, lakini Yesu Bwana wetu alisema, neno langu ndiyo kweli, na alisema ya kwamba uwatakase ndani ya kweli yako. Mambo haya yaliyoandikwa hapa yanaonyesha na kushuhudia namna gani itakuwa namna gani katika siku za mwisho, na sio tu kwa namna ya kimwili au kwa nje, lakini pia kwa namna ya kiroho. Mambo fulani yanasemeka. Kwa mfano hapa kwanza kwa mstari wa 6, kwa sababu katika hawa ni watu wanaoingia nyumba za watu wakipata wanawake wajinga. Mstari wa 7 anasema kwamba wakijifundisha siku zote, lakini hawezi kabisa kujua kweli. Kuna watu wanaotafuta kweli, wanatafuta na wanapita tu pembeni ya kweli, kwa maana yale ambayo Mungu anawapatia na kuwaletea inaonekana kwamba haiko vema kwa ajili yao na kuwapendeza, na hawezi kuipata ijapokuwa anatafuta. Lakini yule aliye wa Mungu anasikia neno la Mungu, hatafutake tu kitu fulani, lakini anasikia neno la Mungu, na neno la Mungu litageuka kwa mtu huyo kuwa ufunuo wake mwenyewe wa kiungu. Na hiyo inasikilikana kama vile ngumu, lakini na kama vile Yane na Yambure waliweza kupingana na Musa, na hivyo hao watu nao wanapingana na kweli. Watu walioharibika kwa akili yao hawastahili hata kwa imani. Kwa upande mwingine wanaweza kujifunza, lakini kwa upande mwingine wanapingana na kweli. Wanapingana na wale wanaotaka kujifunza, wanapingana kwa maana wao wenyewe walikuwa wameharibika, waenda mbali na neno. Wanapingana neno na kweli. Kweli inatoka katika kweli, inatoka katika neno la Mungu, inatoka kwa Mungu, inatoka katika neno la Mungu, na inaongoza siku zote kwa neno na rudisha kutenda kwenye neno. Lakini kulingana na maandiko matakatifu, kuna watu kama vile Yane na Yambure walivyotengana na Musa, na hivyo hao watu nao wanapingana na kweli. Ilikuwa ni nini? Hao wawili wakati ule walitaka kuweza kushawishi watu waweze kumtosha kwa Musa, waweze kuwatosha kwa Musa, lakini haiko wao wenyewe. Lakini nasi tuko hapa tuweze kufanya yale ambayo Mungu anataka. Lakini Mungu sasa yale alikuwa na ujumbe wa kiungu, wao hawakuwa na ujumbe wa kiungu, lakini Musa ndiye alikuwa na ujumbe wa kiungu. Hawakuwa na kitu cha kuweza kuleta kwa taifa la Mungu, lakini Musa yeye alikuwa na neno la Mungu, ahadi za wakati ule. Alikuwa ni mchukua neno la kiungu. Hakukwenda na kwa sababu alitaka kwenda, lakini alienda kwa sababu Mungu alikuwa amemwambia. Lakini kama vile wakati ule, na hivyo inapaswa kuwa hivyo katika siku zetu. Wanaopaswa kupingana kweli, wanapingana kweli, lakini Mungu atupatie neema yake. Mungu atupatie neema yake ili taifa lake liweze libaki katika kweli. Ndani ya Timotheo wa kwanza sura 4 mstari wa kwanza tunasoma, Timotheo wa kwanza sura 4 mstari wa kwanza: basi Roho anasema waziwazi ya kwamba katika nyakati za mwisho watu wengine watajitenga na imani, wakisikiliza roho za kudanganya na mafundisho ya mashetani au mapepo. Hii nayo iko. Roho wa Mungu wakati ule alikuwa amekwisha kusema waziwazi yale ambayo yangepashwa kufanyika kwa mwisho, nasi
tunapaswa kushikamana na neno la kweli, na ni hapo tu ndipo Roho wa kweli atatuongoza katika kweli yote. Ndani ya Yuda tuna pia hiyo, kwa namna hiyo moja, onyo ikilingana na siku za mwisho. Yuda kwenye mstari wa 11 tunasoma, ole kwao kwa sababu walikwenda katika njia za Kaini, na kwa ajili ya mshahara walifuata kosa la Balaamu pasipo kujizuiza, nao wameangamia katika maasi ya Kora. Hizi ni alama za wakati wa mwisho. Akoso tunaendelea kuendelea kwenye mstari 18, sehemu ya pili, mstari 18. Katika siku za mwisho watakuwa watu wenye kuzihaki wakifuata tamaa zao wenyewe za upumbavu. Mstari 18, sehemu ya pili. Katika siku za mwisho, na si kwa mwanzo, lakini katika siku za mwisho kutakuwa wazihaki watakaotembea kulingana na tamaa zao za upumbavu. Lakini Mungu aliweza kututangazia hiyo mbele, ili kupitia hiyo tusiweze kushangaa. Tunaweza tena kusoma andiko zingine, Wathesalonike wa pili sura 2, ikihusu hiyo udanganyifu kubwa na mambo ambayo itakayofika. Lakini kwa ajili yetu inahusu sana sana kuweza kuona yale ambayo Bwana anayopanga kufanya kwa ajili yetu. Sisi hatuko hapa ili tuweze kuzungumza kuhusu adui na mpango wake na hiyo adui, lakini tuko hapa ili tuweze kuzungumzia sisi kwa sisi yale ambayo Mungu, tuweze kuambiana sisi kwa sisi yale ambayo Mungu aliyoahidi na yale yote iliyo kwa namna ya nje, lakini tuweze kuionyesha kwa waziwazi. Lakini hapa katika Matendo ya Mitume sura 13, hapa mtu wa Mungu anaandika mambo mengi hapa kwenye mstari wa 4, 40 na 45, 41. Matendo ya Mitume sura 13 mstari wa 40 na 41. Angalieni basi yasifike juu yenu yaliyosemwa katika manabii. Mstari wa 41, tazameni ninyi wenye kubeua, mshangae na mtoweke, kwani ninatenda kazi katika siku zenu, kazi ambayo hamuamini kabisa, hata mtu akiwaambia ninyi sana. Hapa inahusu yale kwamba Mungu anafanya kazi, na tuliweza kuonyesha kizazi cha kwanza cha Ukristo ilikuwa ni wakati wa unabii, wakati ambayo andiko nyingi za unabii ziweza kutimilika. Hapa inasemeka tena sasa kuhusu wakati wa kurudi kwa Bwana. Sasa nasi kizazi cha unabii tena upya, na Mungu anafanya kitu fulani cha kipekee, na sio tu kuweza kuwa na makusanyiko ambayo yanaongozwa kwa namna kwa namna iliyo tu ya kawaida au kwa namna ya kimaajabu kama vile wakati ule, lakini Mungu ana mpango, Mungu ana ujumbe, Mungu atuzungumzia, lakini kupitia nabii anasema ya kwamba mwangalieni na mshangae na mtoweke, kwa maana ninafanya kazi katikati yenu, kazi ambayo hamwamini hata mtu akiwazungumzia sana. Hapa ni funguo kwa ajili ya shahidi hii. Kama wanazungumuza mambo makubwa ambayo Mungu aliyofanya, hawataweza kuamini. Lakini kama una sehemu ya hiyo, na kama unaweza kuwa na neema ya kuweza kuishi wewe mwenyewe hapo sasa imani kupitia mazoezi inakuwa pale. Niliweza kuishi au kufanya mazoezi sana wakati walipozungumza kuhusu yale ambayo Mungu aliyofanya kupitia ndugu Branham. Wakati wanapowazungumzia inakuwa kama vile mbali nao, na inakuwa kama vile watu inakuwa kama vile wanavuka kusema, lakini hatuweza kuambia hata nusu au kuandika nusu ya yale ambayo Mungu aliyofanya wakati unapoisikia tu, na ujumla wa watu waweze kuiamini. Lakini wakati unapoishi unaweza kuiamini, ijapokuwa ni sehemu,
na inakuwa sehemu yako wewe mwenyewe, maisha yako binafsi. Katika Matendo ya Mitume sura 15 kwenye mstari wa 13 tuna pia hapa kitu fulani tunachoonyeshwa hapa, ikilingana na yale ambayo Mungu aliyoamua kufanya na ambayo atakayotimiza. Matendo ya Mitume 15 kwanza kwa mstari wa 13. Na wakati waliponyamaza, Yakobo akajibu akasema, ndugu zangu, munisikilize. Simoni ametuelezea namna gani Mungu alivyoangalia mataifa kusudi achague toka kwao watu kwa ajili ya jina lake. Na maneno ya manabii yanapatana na maneno haya kama ilivyoandikwa. Nyuma ya maneno haya nitarudi, nami nitajenga tena nyumba ya Daudi iliyoanguka, nitajenga tena maanguko yake na nitaisimamisha. Mstari wa 17 tena na mstari wa 18. Na tena endelea kusoma hapa. Ili wana wa watu waliobaki watafute Bwana, na mataifa yote walioitwa kwa jina langu, anasema Bwana, anayefanya maneno haya yote. Kazi zake zote zimejulikana na Mungu tangu mwanzo wa ulimwengu au wakati wote. Hii ni agano jipya. Na hapa mtu anajilinganisha na Bwana, anasema kuhusu Bwana. Hapa mstari wa 17. Anasema hapa kuna wazo hilo la kilindi ambayo linasemeka hapa. Mungu anaita mataifa, anaita taifa kwa sababu ya jina lake. Nasi tunaona hapa namna gani ya lazima sana kuweza kuchukua jina la Bwana, kuweza kulikubali na kuweza kulipenda. Wengi wanatumisha jina lake mahali ambapo inapowapendeza wao, lakini wakati inapohusu kubatizwa kwa jina la Bwana, pale sasa wanaenda mbali na hawezi kuweza kulichukua. Lakini hapa liweza kutangazwa kupitia nabii ya kwamba katikati ya mataifa, kwa sababu ya jina lake, ataweza kuita taifa kwa ajili ya kutoka kumtumikia. Kwa maana pia inasemeka kwamba mataifa yote ambao walio taifa langu, Bwana anasema, anayefanya maneno haya, watu walio taifa lake, watu walio mali yake. Tushaka zungumuza hiyo kuhusu hayo katika siku hizi, ya kwamba Mungu atamaliza kazi ambayo aliyoanza. Hapa tunasoma hii matamshi, Bwana anasema, Bwana anayefanya maneno haya. Mstari wa 17. Yeye ndiye alianza kazi yake, yeye alianza kazi yake, ndiye atakayemaliza na kuitimiza. Hapa inaandikwa kazi zake zote zimejulikana na Mungu tangu mwanzo wa ulimwengu au wakati wa zamani. Alikuwa amesema hayo mambo yote kwa wale wote walikuwa wametuma mwanzo, mbele, asubuhi na jioni. Aliweza kutangaza yale ambayo yangelipashwa kuwa uhakika hapa upesi au karibu. Nasi tuna neema ya kwa namna iliyo ya kimaajabu kuweza kuona mambo hayo, kuweza kuyaishi na kuweza kutambua ni ahadi gani ambazo ziliweza kupewa kwa taifa la Israeli. Tunaweza kufanya tofauti ambayo iliweza tofauti iliyo ni ahadi gani za kupewa kwa kanisa, bila hata sisi kuweza kuchanga mambo. Tunaweza kuitofautisha kwa neema ya Mungu. Na hiyo sasa si kwamba tunastahili na sio kwamba ni sisi, lakini ni neema ya Mungu, neema ya Bwana kwa ajili yako na kwa ajili yangu. Bwana, wakati kanisa katika ujao wa kanisa litakapokuwa imeingia, na hapo Israeli tena itaweza kurudishwa. Hapa katika tusome hiyo katika Waroma sura 11. Hapa tuna fundisho iliyo akilindi kuhusu yale yote ambayo Mungu aliyo na mpango kwa ajili yake. Hapa katika Waroma 11
Yule anaweza kusoma sura yote nzima ataweza kuanza kwa mstari wa 11 na kusimama kwenye mstari wa 26. Lakini yule anataka kusoma yote sura yote nzima, hapa tusome hapa kwenye Waroma sura 11 mstari wa 11. Basi nasema wamejikwaa waanguke kabisa? Hapana, hata kidogo. Lakini kwa sababu ya kuanguka kwao wokovu umefikia mataifa, ili wao watiwe wivu. Basi kama ikiwa kuanguka kwao kumekuwa mali ya dunia na upungufu wao umekuwa mali ya mataifa, si zaidi sana utimilifu wao? Mnaona, Mungu alifanya mpango huu na mbele alikuwa amekwisha kuona ya kwamba Israeli wakati wa mara ya kwanza hawataweza kuikubali hapo, na ndiyo maana angeliweza kusema katika utaratibu wake au agizo ya umishonari au ya ukutumwa, alisema ya kwamba mwende mhubiri injili yote kwa viumbe vyote. Pale mbele ilikuwa imetayarishwa kwa ajili ya taifa la Israeli, lakini baadaye akasema kwamba mnapaswa kufika kwenye mwisho wa dunia. Na hapo sasa walikuwa wakionyesha kwamba ili waweze kutayarishwa, waweze kutakaswa kwa ajili ya siku ya utukufu wa kurudi kwake. Na kisha tena tunasoma sehemu ya pili ya mstari wa 25 ya Waroma 11, sehemu ya pili ya mstari ya shairi wa 25, ya kwamba kwa sehemu ugumu umepata Israeli mpaka utimilifu wa mataifa umefika. Tunazungumuza hapa katika hii makusanyiko kuhusu wakati wa Mungu, wakati kwa ajili ya kanisa, wakati kwa ajili ya Israeli, mwisho wa wakati kwa yale ambayo Mungu aliyoahidi. Hapa tunaambiwa ya kwamba ugumu umepata sehemu ya Waisraeli, imepata sehemu ya Waisraeli mpaka hesabu ya ujao ya mataifa itakapokuwa imeingia katika kanisa. Wakati ambapo hiyo ilipofika, Mungu sasa, wakati hiyo itakapofika, Mungu atarudi kwa neema kwa taifa la Israeli tena upya, na kwa mara moja wote nao wataweza kuokolewa. Wataokolewa kwa sababu gani? Kwa sababu saa ya Mungu itakuwa imefika kwa ajili yao. Wakati saa ya Mungu inapofika, mambo yote itabadilika. Kama leo saa yako pamoja na Mungu inaweza kufika, yote yatabadilika. Wakati saa ya Mungu inapofika, Mungu anakuja na kutenda, na kuna kitu kinachofika kwa mwisho wake, na hapo sasa kitu kingine kinaanza. Kama vile wakati ule neno lilitoka kutoka wa Yahudi likaingia kwa mataifa, na hivyo sasa neno litatoka kwa mataifa likijia kwenda kwa Wayahudi, na yote ina wakati wake kama vile Mungu alivyokuwa ameyapanga. Kwenye mstari wa 26 imeandikwa kitu fulani kilicho cha kimaajabu, na hivi Israeli wote wataokolewa kama ilivyoandikwa, Mwokozi atakuja kutoka Sayuni na ataondolea kutokuogopa Mungu katika Yakobo, au kutokuamini. Hapa inahusu hii maneno hii, anasema kwamba kutoka Sayuni Bwana anakuja. Tusome Yoeli sura 3 na mtaona kwa namna gani ya kimaajabu watu wa Mungu walikuwa
Kisha kusema katika Agano la Kale kwa imekwisha kutangaza hiyo. Yoeli, nitaka kusema sura 4. Yoeli sura 4. Mstari wa 16 na 17. Mstari wa 16 na 17. Katika Kifaransa sura 3 mstari wa 16. 3 mstari wa 16. Bwana atanguruma kutoka Sayuni, atatoa sauti yake toka Yerusalema, na mbingu na dunia zitatetemeka, lakini Bwana atakuwa kimbilio kwa watu wake na boma la nguvu kwa wana wa Israeli. Mstari 17. Hivi mtajua ya kama mimi ni Bwana Mungu wenu, nikikaa katika Sayuni mlima wangu mtakatifu. Hapa kwenye mstari wa 17. Na hapa kama vile tulivyosoma katika Agano Jipya, Paulo aliweza kutamka kitu fulani na kuandika hiyo kitu fulani, kama vile tunaweza kusoma ya kwamba kutoka Sayuni Bwana atakuja na Israeli na katika ujao wake wataokolewa. Hapa tunasoma, au kama mnataka kusoma hiyo tuenda nyumbani kwenu, mnaweza kufanya hivyo. Hapa inahusu Bwana. Yoeli 3. Hapa siku ya Bwana imekwisha kuonyeshwa hapa. Hapa kwenye sura 4 imetangazwa kwenye mstari wa 4 samani. Yoeli 2:33. Jua itageuka kuwa giza na mwezi kuwa damu mbele ya siku ya kuogopesha ya kuwa Bwana. Yoeli 2:33 na Bwana na 32, na kila mtu atakayeita Bwana ataokolewa, na kama vile Bwana alivyoahidi. Katika Kijerumani iko Yoeli sura 3 mstari wa 4. Na yule atakayekuwa ameokolewa ataweza kushikuta hapa katika Yoeli 2:32 katika Kifaransa. Hapa inasemeka kuhusu siku ya Bwana. Inasema kuhusu siku ya Bwana. Lakini katika siku hiyo Bwana kutakuwa wokovu kwa ajili ya mlima wa Sayuni, na sio kwa sehemu fulani, lakini kwa sababu siku ya wokovu itakuwa imemalizika kwa ajili ya watu wa mataifa. Na hiyo inakuwa sehemu ya hiyo 144,000 na hapo itakuwa pale wakingoja Bwana na wataweza kuishi neema ya Bwana. Na hapo wale watakao kuwa wameokolewa wataweza kuonekana pana kuita jina la Bwana. Na hapo baadaye hiyo vita kubwa inaandikwa kwenye sura 3 mstari wa 9. Tangazeni maneno haya katika mataifa, tengenezeni vita, amsheni vitu vya watu wa wadwari. Na si hapa sio vita ya hii Kiislamu. Wanasema kwamba hii ni vita ya Kiislamu ya takatifu. Lakini hapa inasema kwamba ni vita takatifu. Kwa maana hii vita itakuwa takatifu, kwa maana yeye Mungu aliye mtakatifu na wa kweli, yeye mwenyewe atakuja katika vita, na moto na kibiriti vitatoka katika mbingu kama vile mvua, naye ataweka mwisho juu ya wale wote waliopingana naye, na wote wataweza kuangamia. Na hapa sasa yote imeandikwa kwa marefu na namna iliyo wazi. Kwenye mstari wa 11, fanyeni mbio na kujeni ninyi mataifa ya pande zote, mshikusanye pamoja, ushushe watu wako hodari kule, e Bwana. Mstari wa 12, mataifa yaondoke wapande kwa bonde la Yosafati, kwa maana nitakaa pale kuhukumu mataifa yote ambayo yanayozunguka. Mstari wa 13, ingisheni mundo kwenu, mavuno yameiva, kujeni mkanyange, kwa sababu shinikizo la mvinyo limejaa. Hii ndiyo siku ambayo Bwana yeye mwenyewe ataleta kisasi kwa ajili ya mataifa ya wapagani, lakini ataonyesha ukovu wake wa taifa la Israeli, na atafanya neema yake kwa ajili yetu sisi ambao tuweza kuokolewa. Lakini wale wa Israeli waliweza kufanya ugumu ili na sisi tuweze kuingizwa katika ukovu.
Naweza kusoma katika Waroma 11 kama ugumu wao iliweza kuwa msaada kwa ajili ya wokovu ya mataifa. Sasa hiyo wokovu itaweza kuonekana, wakati itaweza kuonekana kwao, wakati kanisa itakapoonekana na kumalizika na kufika katika ukamilifu, nao watapata hiyo wokovu na itaweza kutimilika yale ambayo iliweza kupitika katika mpango wa wokovu. Katika sura 14 ya Ufunuo tunaonyeshwa hii kundi la washinde wa Israeli, inaonyeshwa hata kwenye mlima wa Sayuni. Hapa katika Ufunuo sura 14 mstari wa kwanza: kisha nikaona natazama mwana kondoo amesimama juu ya mlima Sayuni, na pamoja naye watu 144 na wenye jina lake na jina la baba yake limeandikwa katika vipaji vya nyuso zao. Walikuwa wakisimama juu ya mlima Sayuni, na kutoka mlima wa Sayuni ndio kwa mwito utatokea, na hapo ndipo Bwana atasimama pamoja na walio wake. Atasimama juu ya mlima Sayuni na atasimama juu ya mlima wa Mizeituni, na hapo sasa ataweza kusimama pamoja na walio wake juu ya mlima huo, na hiyo kundi lote la Israeli litakusanyika pale juu ya mlima huu Sayuni, na hiyo mlima, na hao watu watakuwa kuwa mbinguni, na hapo sasa wataweza kujifunza hiyo nyimbo. Inaandikwa hapo kwenye mstari wa 2: nami nikasikia sauti toka mbinguni kama sauti ya maji mengi na kama sauti ya ngurumo kubwa. Nikasikia sauti ya wapiga vinubi wakipiga vinubi vyao, wakiimba wimbo mpya mbele ya kiti cha ufalme na mbele ya wale wenye uhai wane na wale wazee, wala hapana mtu aliyeweza kujifundisha wimbo ule ila 144,000 wataimba nyimbo hiyo wakati na hiyo karamu. Watu watakuwa bibi harusi atakuwa katika chumba cha harusi katika karamu, na hiyo nyimbo itasikikana kwenye mlima kutoka ya Sayuni, na sauti itafika mpaka mbinguni. Na hapo sasa wanaonyeshwa hapa kwenye mlima pamoja na mwana kondoo, na hapo sasa hao wanaimba hiyo nyimbo, na wanaimba pamoja na hao 144 na hapo sasa wakati kapo malizika, hapo sasa utawala wa miaka 1000 utaingia. Ni neema gani kuona jinsi nani tuna neema ya kuweza kupata hiyo neema na imani, na kwamba tunajua kwamba hiyo hapa itakuwa karibu, na hapo sasa itakuwa habari hapa karibu, itageuka kuwa habari, na hiyo itakuwa imefika, na kama vile mamia na maelfu ya miaka watu waliweza kusikia kwamba itafika. Sasa tunaweza kuiona iko nyuma, na hapo sasa tunaona sasa gisi mambo hayo sasa yaliweza kufanyika, na tutaweza kuangalia sasa nyuma baadaye na namna gani mambo yote yaliweza kutimilika. Mungu wetu iko katika kazi, yeye ana mpango pamoja nasi. Alikuwa na mpango huu pamoja na Israeli, alikuwa na mpango wake pamoja na Israeli, na alikuwa na mpango wake pamoja na mataifa ya wapagani, lakini heri kwa wale wote wanaoweza kujiacha kuingizwa katika mpango huo wa Mungu. Hiyo itakuwa uhakika, na matafsiri nayo itakuwa uhakika. Wakati sasa atakapokuwa imetimilika, hakuna mtu atakayeweza kuhitaji kutafsiri. Wewe na mimi tutakuwa sasa matafsiri hao waliobaki, lakini sasa tutakuwa matokeo ya hiyo ahadi, kama vile Bwana alivyosema kwamba wale walivyolala katika Kristo. Hasa namna gani tunaweza kutafsiri na kuonyesha namna gani hiyo inaweza kufanyika, lakini Mungu yeye mwenyewe ndiye atakayefanya hivyo, na Mungu ndiye anajua jinsi itakayofanyika. Lakini tunakuomba ili tuweze kuamini kama vile maandiko matakatifu yalivyosema. Na maandiko yanasema ya kwamba waliokufa katika Kristo watafufuka kwanza, wale waliolala katika Kristo, na kisha sasa sisi tuliobaki tukiwa hai tutabadilishwa, na sote pamoja tutaweza
kwenda kumulaki Bwana ndani ya mawingu. Nani anataka kuweza kutafsiri hiyo? Hiyo haina hitaji ya kuweza kutafsiriwa. Tunapashwa katika siku hizi ambayo Bwana aliyofanya, tutaweza kuwa utimilifu wa maandiko. Mungu anatimiza kazi yake ndani ya siku hizi. Anaita taifa lake kuweza kutoka katika mataifa kwa ajili ya jina lake, na anaturudisha katika neno lake, na anatutarisha. Na hapo sasa, nakumbuka matamshi hii ya ndugu Branham alipokuwa akisema ya kwamba yote imekwisha kutimilika. Israeli imerudi nyumbani katika nchi yao. Ahadi zingine zote na unabii wote ziliweza kutimilika. Alikuwa akisema tena ingine mara moja, au neno kwa neno, ya kwamba sioni kitu ambacho kinaweza tena kutimilika, ila tu ni kurudi kwa Bwana. Alitaka kupitia hiyo aweze kutamka ya kwamba hatuungoji mambo iliyo tofauti tena, lakini tuweze kusema, na tusiweze kusema wao Bwana anachelewa kukuja. Tusiweze kusema Bwana anachelewa kukuja, lakini macho yetu yaweze kuwa wazi kwa yale ambayo Bwana Mungu aliweza kufanya, na tuweze kuelewa ya kwamba tuko katikati ya kazi kubwa ya Mungu. Na mtu atasema, "Hey, ndugu Frank, kweli nakubalishwa? Ulikubalishwa ya kwamba Mungu anafanya kitu fulani, na ijapokuwa haone kitu na usikia kitu fulani na hakuna kitu kinachofanyika, lakini kila mtu aweze kuiamua yeye mwenyewe kama vile anavyompendeza." Lakini mimi tangu miaka nyingi niliweza kuona kwa namna iliyo kimaajabu, kwa mkono wa uwezo wa Mungu, nikiona kazi ya Mungu hatua kwa hatua. Niliweza kuishi hiyo. Sikukaa tu katikati ya wale ambao waliweza kuishi huduma ya nguvu ya ndugu Branham, lakini nina heri ya kuweza kufungua moyo wangu, na naweza kusema kwamba Mungu alifungua moyo wangu ili niweze kukubali na kupokea na kuweza kupata sehemu kwa yale ambayo aliyofanya. Neno hili lilofunuliwa linapaswa kuchukuliwa katika ulimwengu mzima kama vile ushuhuda, kwa maana inaandikwa hivyo ndani ya Mathayo 24 mstari 14. Habari njema hii ya ufalme inapaswa kuhubiriwa kama vile ushuhuda kwa mataifa, na wote hawezi ikubali, na hatuna hitaji ya kuweza kukubali na kuweza kujisumbua, na hatuna hitaji ya kujisumbua kwa ajili ya hiyo. Lakini kama vile ushuhuda, itakuwa kama vile ushuhuda, ili kusiwe mtu anaweza kuua na masababu kwa ajili ya kizazi hiki bila masababu. Mungu alionyesha alama. Mungu aliweza kuonyesha alama maajabu na maishara kubwa, ili aweze kukokota nia kwetu sisi, ili aweze kutuonyesha yale anayotaka kutuambia sasa baadaye, na tuweze kuona maalama na maajabu na maishara kubwa, na hiyo Mungu aliweza kuitimiza, na hiyo haipashi kusimamia hapo, na sio yote ambayo Mungu aliyokuwa nayo mbele ya macho yake, lakini aliweza kutuita kupitia mwito wake kwa ajili ya ujumbe hii na kwa ajili ya matarisho yetu. Na kwa ajili ya hiyo ninataka kuweza kusoma hiyo kwa ajili ya mwito wa kutoka kwa ajili ya Israeli. Musa aliweza kutuma kwa Farao akiwa na malama na maajabu kubwa, na yote yalifanyika mbele ya kutoka, lakini kwa bado kutoka, lakini ilikuwa bado mwisho. Wakati sasa hiyo agizo liweza kutoshwa, na hii maamuzi iliweza kusema kwamba basi kuchinja mwana kondoo, na hapo sasa waliweza kupaka damu kwenye vizingiti ya mlango, na hapo mwito wa kutoka uliweza kufanyika. Sasa nasi tunapaswa kuelewa kwamba agano la Mungu pamoja na taifa lake ilifanyika. Bwana wetu alisema ya kwamba, tazama agano jipya katika damu yangu, na damu ilimwangwa kwa ajili ya msamaha wa dhambi ya wengi. Na mtu anayekuja kwa Mungu anapaswa kuamini ya kwamba Mungu yuko, na Mungu yuko pale, anajiacha kujionyesha, naye analipa wale wote wanaomtafuta, na anawapatia yale yote aliyoahidi. Haitoshi tu kuweza kuamini ya kwamba Mungu alizungumuza au kwamba aliweza kufanya kitu fulani ndani ya kizazi chetu,
lakini hiyo yote inapaswa kutembea pamoja, neno la Mungu na roho wa Mungu, kundi la kukombolewa na damu, yote inapashwa kuungana, inapashwa kutembea pamoja, inapashwa kukubaliana, inapashwa kuungana. Tunapashwa kuwa chini ya kuhesabiwa haki ya ujao, tunapashwa kuwa chini ya damu ya mwana kondoo, chini ya utakaso, kuweza kutakaswa katika neno la kweli. Na sasa kama mambo hayo yanakuwa uhakika, yanakuwa pale, na hapo sasa Mungu kwa neema yake ndiyo ataweza kufanya yanayobaki. Na hapo sasa tunaweza, hatuwezi kujisumbua na kitu fulani. Akosi naweza kujisumbua kwa ajili yangu mimi mwenyewe, lakini si kwa ajili ya kanisa la Bwana. Na siwezi kujisumbua kwamba kakose kanisa la Bwana halitaweza kuwa karibu na Bwana, hapana. Lakini hiyo kanisa aliweza kuonyeshwa wetu hapa ya kwamba Yohana alisema kwamba niliona kundi lililo mbele ya kiti cha neema likioshwa kwa damu ya mwana kondoo. Kwa ajili ya Mungu mambo hayo yote imekwisha kutimilika. Wa mwisho wako naweza kuitwa kutoka, na wako naongezewa kwa kanisa kwa kiwango ambayo hesabu ya ujao ya mataifa hizo kuingia, na hapo Bwana ataweza kurudi kwa Israeli, na sasa wote pamoja na sisi wote pamoja na wao tuweze kuingia katika utawala wa miaka 1000, na nyuma ya miaka 1000 tutaweza kuingia katika umilele. Nayo aliweza kutupatia hiyo katika mioyo yetu. Na malizia na neno hili la Mhubiri sura 3 mstari 11. Na yote ambayo Mungu aliyofanya hakuna kitu kinaweza kuongezeka juu yake. Na yote alifanya kwa namna ya kimaajabu. Na tunashukuru Bwana wetu kwa maana katika wakati huu tuna neema ya kuweza kupata sehemu kwa yale anayofanya, na kupata sehemu kwa yale anayofanya. Na yale anayofanya ni kamilifu, kwa maana ni yote yanafanyika kulingana na neno lake. Nasi tunapaswa kushaacha tutende kulingana na neno lake, na si nguvu zetu, na si uwezo wetu, na sio kuua tu wa kutazama yale ambayo Mungu anayofanya, lakini tuweze kupata sehemu katika yote anayofanya kwa neema. Leo tunataka kwa moyo wetu wote tuweze kusifu Mungu wetu, tuweze kumwambia asante kama vile hatujawahi kufanya mbele, kwa maana alifanya mambo makubwa kwa ajili yetu. Haleluya, jina lake liweze kusifiwa na kuheshimiwa, jina lake la utukufu. Tusimame tena kuweza kushukuru Bwana. Mungu mwaminifu, kwa moyo wetu wote tunakushukuru kwa ajili ya neema na heri ya kuweza kuwa chini ya kusikia neno lako. Bwana, unalifanya kuwa hai kwa ajili yetu, unalifanya kuwa wazi, nalo linakuwa kwa ajili yetu uvuvio kama lile la pale pale, na kama vile unasimama mbele yetu, na kama vile unatuzungumzia wewe mwenyewe. O Bwana, yote iliyo kama vile kikwazo kwa ajili ya taifa lako, iliyosimama kwa ajili ya mbele ya taifa lako, ikuwa kizuizo kwa ajili ya roho wako uweze kuitoa. Tunasimama hapo kwa neema yako, chini ya agano lako, chini ya neno lako, tunakuwekea yote mbele yako Bwana. O Bwana, tunakupatia yote ile ambayo kupatia Bwana. Acha basi uweze kufanya inayobaki Bwana. Ninakushukuru kwa ajili ya wandugu wangu wote na dada wote hapa na mahali pote katika ulimwengu mzima, kwa maana una taifa lako katika makabila yote, malugha zote na mainchi zote. Bwana mwaminifu, acha basi uweze kunyosha mkono wako wa kuume, ili kutoka Ulaya na mashariki pia mahali pote mwito wa nguvu uweze kusikilikana, kwa maana Bwana uweze kuleta wale wote walioweza kupotea kupitia mwito wa neno lako Bwana. Kupitia sauti yako ya nguvu utaweza kuita kuweza kutoka. Tunakushukuru kwa ajili ya hiyo. Bariki wale wote wanaoita jina lako, wanaoamini neno lako, na walio tayari kuweza kufuata katika utiifu. Bwana mpendwa, tunasikia neno lako na tunakuomba kitu moja, ni kuweza kushukuru
tuweze kushukuru Bwana, tushukuru. Utufundishe namna gani ya kuweza kusifu, ya kushangilia, kwa maana uliweza kutufunulia neno lako Bwana. Hiyo iweze kufanyika na sisi sote pamoja tuweze kupandisha sauti yetu na tuweze kukushukuru kwa kinywa kimoja, kwa maana mkono wa kuume wa Bwana umenyosha, mkono wa kuume wa Bwana unalinda ushindi. O Bwana Mungu, ulizungumuza pamoja nasi, neno lako ni ndiyo na amina, nasi tulilipokea na ndani yetu litapata utimilifu wake. Bwana Mungu, ninakushukuru kwa maana macho yetu uliyafungua na ukayapaka ili tuweze kuona, na mioyo yetu ikuwe wazi kwa ajili ya kuweza kuona, na hiyo yote wewe ndio uliweza kufanya hivyo. Ninakushukuru kwa ajili ya hali yote ya neno lako katika Agano la Kale na Agano Jipya. Ninakushukuru pia kwa ajili ya ndugu Branham kama vile Paulo, na kwa ajili ya watumishi wote wa Mungu ambao ulioweza kuita na kutuma asubuhi na jioni. Bwana Mungu wetu, ulitupatia mafundisho ya ujao kuona kwa ujumla kwa neema yako. Wewe Mungu mweza yote, upewe sifa, utukufu, sifa, mabudu na heshima katika jina takatifu la Yesu. Haleluya, amina.